Mradi wa kaboni wa kaskazini mwa Kenya unahusisha hekta milioni 2 za ardhi ya wafugaji katika kaunti za Samburu, Laikipia, Marsabit na Isiolo. Unalenga kurejesha nyasi ili kuongeza ufyonzaji wa kaboni na kuuza mikopo ya kaboni kwenye masoko ya kitaifa. Ingawa umetajwa kuwa suluhu ya mabadiliko ya tabia nchi, mradi huu unaendelea kukumbwa na upinzani mkali kutoka kwa wanajamii. Katika ardhi ya jamii ya Ngiroriti ndani ya hifadhi ya Naibunga ya Kati kaskazini mwa Laikipia, wakazi wanakutana nje ya zahanati mpya iliyojengwa kwa mapato ya hewa ya kaboni. Ingawa ni hatua kubwa ya maendeleo katika eneo lililoachwa nyuma kwa muda mrefu, furaha yao imegubikwa na maswali kuhusu usimamizi wa mradi huu na uwazi wa mapato. Wale watu wanaharibu hewa yao. Solution ni kitu. Sio kutupea pesa. So sisi tulikuwa tunaona kama yes kuna carbon na imetusaidia, lakini haikuwa na uwazi. Ingekuwa na uwazi tujue imeuzwa aje ama nini, tungekuwa na steps zenye tutachukua hao watu wafaidike na hii, wanafunzi na hii, wakina mama na hii, na hata watu wazee. So that is a challenge. Mradi wa ujenzi wa zahanati uligharimu shilingi milioni 2 kati ya jumla ya shilingi milioni 42 zilizopatikana kutokana na mauzo ya hewa ya kaboni. Hifadhi hii inajumuisha ardhi za jamii za Musul na Kijabe ambazo kwa pamoja zinaunda uhifadhi wa jumuiya ya Naibunga. Fedha zilizobaki zilitumika katika miradi mingine kama elimu, maji na malisho. Ya 2023 tulipata hii dispensary na pia tulipata watoto walipata bursaries. So ile challenge siko mambo na kaboni watu waelewesha tuelewe, kwa sababu mambo na soko hii inauzwa aje. Sisi tunapata tu pesa, pesa inauzwa vile inauzwa. Naambiwa tu pesa kaboni inauzwa na tujui inauzwa na pesa ngapi. Unajua kujenderuka sometimes unaanza kuongea unaambiwa tunaenda per kilometer. So unaona hapo hii kitu hakuna uwazi. Ningekuwa umeambiwa kutoka beginning hivyo ndio inauzwa ama hivyo ndio tunafuatilia, ingekuwa naridhika pia mimi. Lakini sasa sijaridhika juu sijaelezwa vizuri venyewe. Wakazi wanadai kuwa mradi huo ulishindwa kufuata taratibu zinazofaa ili kupata idhini yao. Na bado inaharibika zile pale tu zinaharibika. Kama ni maji bado. Hata hivyo viongozi katika mradi huo wanapinga madai hayo, wakisema kwamba jamii zilifahamishwa ya kutosha na kwamba mashauriano yalifanywa kabla ya mradi kuanza. There was no FPIC because the community has got very little information about this carbon. So up to date, we are still struggling to understand what is this carbon. And to me, this carbon sometimes I call it is a scam or an organized crime. Why I call it? Because we have very little information about it. Mary Lempoe, mjumbe wa kamati ya ardhi ya jamii ya Ngiroriti, anasema amepokea dhamana kutoka kwa wanawake wa kijijini kwao kuwaongoza na kuwapa taarifa kuhusu mradi wa kaboni na namna watakavyonufaika moja kwa moja. Anaeleza wasiwasi wake kuhusu jinsi maamuzi ya matumizi ya mapato ya kaboni yanavyofanywa, akisema kuwa mara nyingi jamii haishirikishwi ipasavyo, hasa wanajamii wa kawaida ambao wanatekeleza jukumu kubwa la kuhifadhi nyanda za malisho. Mjengo kama tank ndio inaenda kujengwa kama hospitali, tumesema dispensary inajengwa. Hakuna siku mama anaingilia kasi ya kuchimba shimo. Unaona? So kama mlikuwa tumepewa milioni 4 ndio imejengwa hapo, ni wanaume 4 5 ndio watakuwa wamefaidika. Sisi wakina mama hakuna pale tunapata. Tumepata ya school fees, lakini sio kila mama ndio akona mtoto ya school fees. Ule mama hana mtoto wa school fees hajapata. Ule mzee hajapata. Na hawajawahi kuchukua hata
kusema juu, na hata sio kuchukua, haitoshi yenye tunapewa. Fauka ya hayo, mgogoro mkubwa zaidi unajitokeza katika hifadhi hiyo. Eneo la Satellite lililojumuishwa awali katika mradi wa kaboni lilipishana na ranchi za kibinafsi karibu na hifadhi hiyo. Inadaiwa kuwa hewa ya kaboni kutoka kwenye ranchi hizo ilihesabiwa kama sehemu ya eneo la jamii bila makubaliano rasmi. Sasa wamiliki wa ranchi hizo wanadai fidia ya shilingi milioni 14, wakisema ardhi yao ilitumika kinyume cha sheria katika hesabu za kaboni. So private lands raised a question, why are we not being part of these beneficiaries? Yet we are in the project area map. So from the word go, nobody was involved. Afadhali kitu yenye mtu anakuja kuliko settlers, kutuma settlers na hakuna atuelewi. How do you know the land of the other people kama unatumia settlers? Si afadhali kuwe na ule mtu anaelewa boundary ni hapa na hapa, afuate. Sasa sisi tuko na hiyo challenge kabisa, hata atuelewi tunaelekea wapi, ama nukuza ng'ombe kwa watu wenzetu basi tuna boda wametuingisha kwa shida. NTV litafuta majibu kuhusu swala hilo, ambapo mradi wa kaboni wa Northern Kenya Rangelands Carbon ulijibu kupitia barua pepe ikisema, na ninanukuu, hifadhi ya jamii ya Naibunga ya Kati ni taasisi ya jumuiya iliyosajiliwa kisheria na katiba yake, bodi iliyochaguliwa na akaunti za benki. Maamuzi kuhusu matumizi ya mapato na utatuzi wa migogoro hufanywa na uongozi wa uhifadhi kwa mujibu wa sheria hizo. Tunafahamu kwamba masuala hayo yameibuliwa na wajumbe wa bodi hiyo wanaelewa jinsi masuala ya uhifadhi yanazingatiwa. Shirika la Impact Kenya limekuwa likifanya kazi kwa bidii na wakaazi, likiwaelimisha kuhusu haki zao za ardhi na kuunga mkono juhudi zao za kutafuta haki. Hata hivyo, hata kwao maelezo ya mradi wa kaboni bado haujawaingia akilini. Even as we don't know how much as carbon is being produced by the carbon sequestration of our land, are they basing on land mass? Are they basing on the amount of carbon we are emitting or we are absorbing? So that is still remaining, but we still hope that it will reach a time that the communities will be in that discussion table. Our goal is to have empowered communities that will not be victims, but solutions. Katika hifadhi jirani ya Lekurki, masuala yanaoana. Ardhi iliyo chini ya miguu yao, muhimu kwa malisho na kuishi, sasa inakumbwa na hatihati. Kadri miradi ya kaboni inavyopanuka, ndivyo pia maswali kuhusu udhibiti na athari za muda mrefu katika maisha yao yanavyoongezeka. Kama venye projects zingine za community ndio inakuwa na nguvu ya kutawala, hata hii carbon project tungekuwa mojawapo ya wale ambao wanajua hii project hii carbon inauzwa vipi na inakuja kwa kiasi gani ili tufikie. Lazima kuwa na transparency, lakini kwa sasa hatuna. Wafungue kila kitu, value ya carbon yetu, na wanapopima watupee hizo documents ndio tujue ya kwamba kama sisi kama community what amount of carbon ambayo tumetoa na imeuza aje, what is the value, because imeishi kwa constant. Ile tuliuza ya 2017 ya 2018 still the same tu, lakini na mauzo yanaenda inabadilika pia kulingana na value ya carbon yetu. Mradi wa kaboni ambao unalenga kuondoa tani milioni 50 za kaboni kutoka hewani katika kipindi cha miaka 30 chini ya mkataba uliotiwa saini umekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wanajamii ambao wanasema walipata tu ufikiaji wa kandarasi hiyo miaka 9 baada ya mradi huo kuanza na baada ya hewa kaya kwanza kuuzwa. My land rights are being violated because this carbon trading came up with the things that it assumed that we don't know. Like, they try to teach us how we should graze our livestock, where and when. Pesa zile ambazo tunapata hatujui haswa zinakuja sikuwa percentage ngapi ndio tufikie sisi. Hiyo ndio challenge ambayo tuko nayo.
especially imeanguka, rangers wanaoperate illegally. Mnamo Januari mwaka 2025, Mahakama ya Mazingira na Ardhi ilisimamisha shughuli katika hifadhi za jamii za Biliko Bulesa na Cherab katika kaunti ya Isiolo, ikitaja uanzishwaji haramu na ukosefu wa ushiriki wa umma. Baadhi ya wakaazi 165 waliwasilisha ombi mnamo Oktoba mwaka 2021 wakisisitiza kwamba kuanzishwa kwa hifadhi kwenye ardhi yao ambayo haijasajiliwa na shirika lisilo la kiserikali kumetenga sehemu kubwa ya ardhi na kusababisha makumi ya maelfu ya wakaazi kuhama makazi yao. Katika kipindi cha kwanza cha uwekaji mwaka 2013 hadi mwaka 2016, mradi ulizalisha mamilioni ya hewa kaa ambayo iliuzwa kufikia Januari mwaka 2022. Ingawa jumla ya thamani kamili ya mauzo hayo bado haijulikani, mikopo mingi iliuzwa kwa vitalu vikubwa kwa Netflix na Meta platforms. Wakati wa kuwasiliana kwa ajili ya kutoa maoni kuhusu mgawanyo wa mapato, washirikishi wa mradi huo walijibu na kunukuliwa wakisema, kama mtekelezaji wa sasa wa mradi huu na kwa mujibu wa mkataba wa utekelezaji wa mradi wa mwaka 2021, NRT huhifadhi tu gharama za kiutawala zilizokubaliwa na jamii. Mapato yote halisi yalisambazwa kwa mashirika ya uhifadhi 14 yaliyoshiriki katika kipindi cha miaka mitatu, mwaka 2022 hadi mwaka 2024. Kwa mujibu wa NRT, mapato halisi yaliyopokelewa na jamii kila mwaka yaligawanywa katika sehemu 15 zilizo sawa. Sehemu moja iliwekwa katika mfuko wa akiba uliobuniwa kusaidia jamii wakati wa vipindi vya mapato ya chini au hali duni ya soko. NRT pia ilieleza kuwa mapato yatokanayo na mradi wa kaboni yanasambazwa katika maeneo matatu makuu. 5% huchukuliwa kama ada ya hiari kwa serikali za kaunti kwa ajili ya miradi ya malisho au msaada wa ukame. 40% hutumika kusaidia kuendesha mashirika ya uhifadhi. 60% huingizwa kwenye mfuko wa jamii, ambapo jamii za wenyeji huamua jinsi ya kugawa fedha kwa vipaumbele vya maendeleo kama vile ufadhili wa masomo, miradi ya maji na majibu ya ukame. Hata hivyo, baadhi ya wanajamii wanapinga toleo hili la maelezo. When I looked in that agreement, I went straight to the benefit sharing. I realized that the community is just receiving 20% of the total sale of the carbon, of which even the information about the sales, who is buying, at what price, it is very difficult to understand. It has a lot of confidentiality parts of the project. Kulingana na serikali za kaunti, maamuzi kuhusu miradi ya kaboni kwa kiasi kikubwa ni kati ya wawekezaji na jamii, kwani ardhi ya jamii inasimamiwa na jamii zenyewe. Huku kaunti zikikiri kuwa na ushawishi mdogo katika mikataba hii, maafisa wanasema juhudi zinaendelea ili kurahisisha shughuli na kuimarisha uangalizi. We are now developing some plans. One of them is the County Environmental Action Plan. We also have a report called Polaris Report. And we are also having a draft of Climate Change, County Climate Change Act, that we are now reviewing. That can also guide on how the money will be used according to the law and without interfering with the nature. And again, looking at the climate change threats that are there in the ecosystem. Mnamo Septemba mwaka huu, wawakilishi wa mradi wa kaboni walikutana na wajumbe wa kamati za usimamizi wa ardhi ya jamii kutoka hifadhi 14 pamoja na wanachama kutoka shirika la Native. Mkutano huu uliitishwa ili kukabiliana na wasiwasi unaoongezeka kutoka kwa wanajamii kuhusu uwazi na upatikanaji wa taarifa kuhusu mradi. Katika mkutano huo, mradi ulitangaza mabadiliko ya utawala,
kutoka kwa kamati kuu ya usimamizi wa miradi wa kaboni CPOC hadi kamati za makubaliano ya maendeleo ya jamii SIDAC ambazo zimeanzishwa chini ya kanuni za masoko ya kaboni mwaka 2024 nchini Kenya. Kwa kuanza kutekelezwa kwa kanuni za mabadiliko ya tabia nchi za mwaka 2024 mwezi Mei, jamii za wafugaji zinauliza swali muhimu. Je, mfumo huu mpya utaleta mabadiliko yatakayotusaidia? Kwa miaka mingi, jamii hizi zimekuwa zikitengwa. Maamuzi kuhusu mashamba yao yamekuwa yakifanywa bila kuzingatia sauti zao. Margaret Kimathi, NTV.